Nini Zubeda? Nimetenda tumba ya. Ndoto gani uliota? Nimeota kuna kitu kilikuwa kinanikimbiza, ghafla kikanivamia. Sasa jambo langu limetimia. Usijali mjukuu wangu. Ni ndoto inakuwa ya kawaida. Ukishalala lazima uote. Wala usiogope. Sawa? Nakuomba nenda kachukue maji na uso wako. Ulimwenguni tumeumbwa pamoja, ila wengine kama wamejiumba wenyewe. Hawaangalii kama si kwetu moja, utadhani wataishi milele. Angekuwepo mwana Marundi tungejua, ama Firauni wa Musa. Shemeji, mambo ya serikali hayo. Utamgusa huyo, ikija kupimwa fingerprint utajua kama watu bure onekana umeua. Hebu tulia kwanza. Olala. Olala. Confirm. Wewe usishike.
Habari zenu kwa ujumla? Shikamoo mzee. Shikamoo mzee. Marhaba. Ndugu wa marehemu na majirani tuliokimbilia msiba huu, poleni sana. Lakini na pia nashukuru kwa taarifa. Dokta, endelea na taratibu. Mwenyekiti, naomba tutoke pembeni kidogo. Lambwe. Wewe mwanamke, nini sasa umefanya? Nilikuambia huyo mtoto akitoka chuo apitiliza ende moja kwa moja mpaka kwa shangazi yake. Lakini wewe umemruhusu amekuja mpaka hapa nyumbani. Umepata wapi huo ujasiri? Lakini mme wangu, kumbuka huyo mtoto ni wa kwangu mimi na wewe. Haya, naanzaje kumwambia asije hapa nyumbani na ni kwao? Nikambebeshe mzigo mtu mwingine ikiwa hiki ni cha kwangu mwenyewe. Nisikilize vizuri. Chochote ambacho nakwambia unapaswa kukifuata. Mimi ndiye baba wa familia na ndio baba wa yule mtoto. Sasa maagizo ninayokupa uwe unayafuata na unamwambia mtu anayatekeleza. Ngoja tu nikukumbushe. Usijue kwamba maagizo yako hayakufika. Kabla sijapiga simu mimi, alinipigia yeye. Baada ya kumpa ujumbe huu, akaniambia yeye haendi kokote, anarudi hapa nyumbani. Baba, kile ni cha kwangu, nitaacha kukipokea kweli? Na hapo uliposema wewe ni kichwa cha familia. Familia yako sio mimi tu. Hata yule pia ndo familia yako. Na pale alipo ni mtu mzima. Unaweza kumwambia kitu chochote akakuelewa. Ndugu zangu, hali ya msiba imeshatokea tayari. Na kiutaratibu haipendezi hivi mwili ulivyo. Hivyo basi, mwana mama mmoja yeyote ajitolee ala kitenge au kanga tupate kustili huu mwili tufunike hapa, maana inapokuwa hivi bado halete picha nzuri kwa upande wetu hapa kijijini kwetu. Jamani, tunaomba tuwe na subira kidogo. Maana kama tunavyojua, inapotokea matukio kama haya hapa, lazima polisi wahusishwe. Na kwa bahati nzuri tumezungumza nao na wenyewe wako njiani wanakuja kwa ajili ya jambo hili.
Kwa hiyo niendelee kuomba tuwe na subira ili taratibu zingine za kisheria zifuatwe. Kijana. Mzee, tuzungumze kidogo. Wewe mbona umekaa hapa chini ya mti unalialia? Unalia nini? Yaani unaacha kukaa tuwaze kwa hichi ambacho kimetokea, nini tunafanya? Unabaki unalialia. Aliyekufa kafa, riziki yake imeisha. Kama una uchungu sana basi andika mabango kijiji kizima. Uone kama huyo ndugu yako atarudi. Wewe mtoto wa kiume kaza. Poleni kwa msiba. Kaka Kiepe, mwenyekiti nakuta uende kusini kwake. Kaza wewe! Na wewe mbona umekaa hapa? Hujui shughuli za kufanya zipo nyingi ndani? Ndani! Nimesema ndani! Tua ngoma, mama, tua ngoma. Wacha. Kulabwa. Wayo. Kulabwa. Tayari nimeshamfanyira kinga. Hivyo naomba umuinule. Sawa. Mama, ay mama, dawa, mama, ay mama, dawa, mama,
awe mama, la mama, awe mama, la mama, awe mama, dawe mama, mama. Haya. Baba, kinga niliyokupatira, hakuna mwanadamu yoyote aliyopo chini ya jua hili atakayeweza kukusumbura. Awe ametoka kusini, mashariki, kaskazini na magharibi, hakuna atakayeweza kukusumbura. Umeelewa? Asante sana mtaalamu. Nashukuru kwa kunisaidia. Baba, haupaswi kunishukuru mimi. Mshukuru Mola wako aliyeweza kutukutanisha mimi na wewe. Mke wangu, naomba umchukue huyu na umpeleke ndani na ukampatile zile dawa zilizobakia. Nimekuelewa. Nifate. Mchambuzi wewe, nzikasema mama we. Ukijua mbele nitajua nyuma. Mama we, nzikasema mama wo. Ukijua mbele nitajua nyuma. Dada we. Ukijua mbele nitajua nyuma. Mama we, nzikasema mama wo. Ukijua mbele nitajua nyuma. Mama we, nzikasema lelo we. Ukijua mbele nitajua nyuma. Ni kitu kimoja tu ambacho hujakielewa, ila taendelea kukuelewesha. Sawa. Nieleweshe mpaka nikuelewe. Toleka. Ili eneo inatakiwa tuliuze, kwa sababu hapa faida yetu ni kiwanja tu. Hizi sio nyumba. Hili ni tope, lakini sio tope la akili kama mimi. Kwa hiyo anaweza akaja mtu na ndoo ya maji amekasirika, akamwagia maji, ikamamonyoka, ikabaki miti tu. Inatakiwa tuuze, kila mtu afe na chake. Mate. Jina hapa kiwanja hakiuzwi wala hii nyumba haiuzwi. Ili bangalo letu unaoliita wewe, si kwamba mtu akija akamwagilizia maji wala nini, aliwezi likauzwa. Kwanza first one DNA, sisi hapa ni wanaume. Haya, wanaume inahitaji tuwe na madem, tupate madem, tuzae watoto. Eti tuzae watoto. Wale madem wazae watoto. Haya, jiulize. Hao watoto tunaweka wapi? Tumeshauza viwanja. Hatujashi kama kongoro vishingo kweli, mtano tunaonekana kama sima chocolate eleweki. I'm not reachable. I want to bring in now. Kwanza naomba remember tu ya zati. Mama yetu na baba yetu kabla hawajaaga dunia, hawajaenda hai la magengeni, walitusika kabisa kwamba hii nyumba isiuzwe. Kwa maana sisi mahoheha hatujasoma. Tunahitaji sasa ili ndo lije litukwamue kwenye maskini, tuzae watoto. Tutawafugia wapi watoto wetu? I never believe me, nyumba iuzwe. Samanini kaka zangu kwa kukatisha maongezi. Hivi mmekaa hapa mna taarifa zinazoendelea hapa kijijini? Hakuna taarifa. Tupe. Msafiri amefariki. Msafiri? Ndiyo. Nilikuwa huko kwenye mizunguko yangu, nikakutana na watu wamejaa pale. Nilivyosogelea karibu ndo nimekuta mwili wake. Tena kinachosikitisha, mwili umeanza kutoa harufu. Harufu? Harufu ngapi hizo? Maana hapa watu tumekaa, hatuna hata maisha, afu kuna harufu zinatoka. Tolea macho. Basi. Kwa hiyo amekufa. Mbona maajabu? Kwa maana mimi Msafiri nimekutana naye jana titi for tatu. Akanipa na shilingi 200, akaniambia bwange yala, shike hapa 200 ukanywa hata konfi. Nikaenda kunywa. Why is killing me Msafiri? Jana hapa mimi ninapojua tu kuna kitu. Why are you killing me? Wewe, huo mdomo wako utakuponza. Unajua maneno yako ndio yanatusababishia shida sisi hapa nyumbani. Haya, nikikuuliza ni kitu gani kilichomuua Msafiri,
utanijibu nini? Kadogo, wewe ingia ndani. Nadhani mimi baadaye nitafika huko msibani. Sawa. Inatakiwa ufuate kile nilichokuelekeza. Tafata ulichoniambia, lakini nyumba haiuzwi. Nyumba haiuzwi. Haiuzwi. Januari, Disemba. Disemba. Wanunda, lile polisi libogeto. Mazingira yote kwa sobibu pale. Mwanangu amemoshe kama gusi mzee wangu. Sasa ndio. Afadhali nilivyowakuta. Nikasema na ubui wangu hapa, lazima nikawamwagie. Haya, nawaambia. Ubui wangu leo si utoe, maana ubui wangu wa moto, sikopeshi. Sapampa baba. Baridi da mkubwa hilo boga tudusko lipo. Kipunje na kujua vizuri. Wewe mzee wa mkopo, nipeni hela yangu kabisa niendelee kutoa ubui. Sitoi ubui wangu, sikopeshi. Sikiliza da sister. Kuna buku hapa. Wewe babu aje hapo nikusikilize. Wewe tena ndo usiongee chochote. Unadaiwa 200 ICM kule mpaka leo hujalipa. Nipeni hela kwanza ndo nimwagike. Acha kuongea pwampo, nimekwambia buku lipo hapo. Wewe telemsha maneno. Una uhakika? Utanipa? Kweli? Haya. Nimetokea zangu hivi. Nimetoka kushuhudia maiti ya msafiri. Jamani, msafiri kafa kifo kibaya. Yaani sijui kafa kifo cha nini yule baba. Sijui wamemfanya nini. Yaani kanyoka mrefu hivi. Alafu ana mnyoo mmoja unamtembea kama nyungu. Nyungu anabimbilika hivi. Hivi. Alikuwa ananifuata mimi nikasema, niache kufa kwa hadi wewe baba. Bado sana. Nikasema mpaka nifikishe moyo. Alafu ndo Sema unajua unalocha sisteri. Wewe tangu unatoka kule unafika hapa mimi nikajua na taarifa za maana, labda kuna dundu hapo mtaa kati machizi tu tukapukutisha watoto wadogo unakuja unaleta taarifa za msiba na bado unataka dusko tena. Mbona chukulia poa wewe? Wewe si mwanagiji mwenzetu hapa. Ningekuwa nimevuta mimi sasa ungekuja kama hivyo. Kwani wewe nani? Hata ungevuta wewe ningezipeleka huko. Unanijua kabisa napenda pesa kuliko maisha yangu. Nipeni changu. Maana bovu nishamaliza kutoa. Sikiliza da sister. Wewe jichenge hapo buku nyamna. Baluza, kumbe wewe unijui. Ngoja nikuonyeshe show. Nipeni hela yangu. Baluza. Watoto leo wameniweza mimi mtu mzima. Sawa. Najua kwa sababu sasa hivi mnavaa viatu namba 41. Mimi navaa 32 ndio maana dharau zimeanza, si ndio? Baluza. Kipunje, leo tafuteni pakula hapa amuli leo. Nimekopa kwa Mungu. Mama, nimeanguka. Umeona kaka? Ngoma imeisha, madeni yote tumeachiwa sisi. Hapo ndo tunapokuja kujua kama kuna ndugu kufanana na sio ndugu kufaana. Sasa kwa kuwa wametaka hata ndugu wa samaki tunavuliwa kwa pamoja tufika sokoni kila mtu na bei yake, wewe waache. Umenielewa? Sisi madeni tutalipa, wewe waache tu hata usengeke nao. Odi. Karibu. Karibu. Shukrani. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi. Khairi hapa jamaa. Khairi, karibu. Shukrani. Kaka, ngoja mimi nikuache maana umekuja na mgeni. Hapana, usiondoke. Nimekuja hapa kwa jambo la kheri, hivyo tungebaki. Dhumuni la kuja hapa nimeleta mzigo niwakilishe kwenu. Haya, huo mzigo umetokea wapi na mzigo gani? Mzigo wenyewe ni huu hapa. Una maelekezo yote ndani. Mimi ni mshenga. Lakini unamhusu binti yenu. Shukrani sana. Sasa, Naam. Hapa nina mabinti wawili. Kuna mkubwa na mdogo. Unamhusu nani? Unamhusu binti aliyotoka kucheza ngoma siku 2 hizi zilizopita. Sawa. Nimepokea na nashukuru. Sasa, huyu binti ana pande mbili. Ana kikeni na kiumeni. Kikeni ndo sisi. Sasa kuna pande ya kiumeni huko. Na ni mtoto ndani ya ndoa. Kwa lazima mzigo tupeleke kiumeni ili tukafungue wote kwa pamoja. Ninachohitajika hapo ni namba za simu ili kitachojili huko tuweze kuwasiliana.
Haya hapa. Kwa hiyo hapa ni kusevu nani hapa? Save Sheikh Rajabu. Sheikh Rajabu. Sawa. Sheikh Rajabu ushaingia kwenye simu yangu. Basi Sheikh Rajabu, habari nzuri kama hizi au vitu vizuri kama hivi huwaga tunageana taarifa. Unapofika hapa uandaliwe riziki ili usiondoke hivi hivi. Hilo ndo shaka. Hilo niloleta ni kubwa zaidi ya hilo. Hivyo mimi ningomba ruksa tu niende. Basi ruksa umepata. Habari hizo umeziona? Tuseme alhamdulillah kaka. Hebu ngoja kwanza nimuite Siwa. Siwa! Siwa! Hebu njoo mara moja. Baba, ujambo? Jambo. Adema. Mwanangu, hapa kumekuja mzigo hapa. Kumekuja barua. Binti yangu umeposwa. Au taki? Basi wewe nenda ndani kaendelee na shughuli zako. Aya. Siwa huyo? Bwana, jambo lishakuwa zuri mapema hili. Yaani kaka, mimi ndo nina furaha. Imeisha ngoma tu juzi. Leo mwanangu kapata mchumba. Ni raha gani hiyo? Mimi. Mwanangu, mbona una furaha? Una amani? Ukikaa umenyongea. Hauli. Haufanyi chochote. Una tatizo gani? Mama, ukweli moyo wangu unashindwa kuvumilia kwa haya ninayopitia sasa. Mimi ni mwanamke gani ambaye nimepewa mtoto mmoja tu mama? Yaani mmoja kweli? Moyo unaniuma. Mwanangu, mtoto mmoja unamshukuru Mwenyezi Mungu. Wenzao hata huyo mmoja hawana. Mama, yaani ndo nasema hivyo kweli? Kwani mimi niliweka ahadi na Mungu anipe mtoto mmoja tu? Au wewe unafurahia kutoa bibi na mjukuu mmoja tu? Natamani basi anipe zaidi hata ya huyo mmoja mama. Mimi moyo wangu unaniuma. Mimi ni mwanamke wa aina gani? Ni mwanamke ambaye nimekosea nini hapa duniani mpaka nayapitia haya mama? Mimi Mungu nimemkosea kitu gani? Hiki ndo chanzo cha mimi kukaa hapa nyumbani. Au wewe unafurahia mama mimi kukaa hapa nyumbani? Natamani niwe kwenye ndoa yangu. Natamani niendelee kumzalia mume wangu. Naumia. Moyo unaniuma. Kila mume wangu anapohitaji haki yake ya ndoa, mimi naingia kwenye ukubwa. Wewe ndio mtu mzima mama. Unaweza ukaniambia tatizo ni nini, chanzo ni nini? Wewe ndio kunifariji mimi. Wewe ndio kunishauri mimi. Sio kunipondea. Ndio kinachokuuliza? Wewe si nimekuambia ukae. Kwani mtoto mmoja uliopata uweze kushukuru Mungu? Sasa sina muda wa kupoteza. Wa kukaa na mtu asionisikiliza. Na hivyo hapa nanyanyuka naenda zangu. Huyu mama wana tofauti sana, kapata tabu kulea wana ili apate mjukuu akamuunganishe kwenye chama. Haya ni mambo gani wanaziishi shani?
Kumbe inafanya kazi. Welelo yaneye galemo makoye Olo udaka kuyala leja nayo kupande kama koye Galemo magikolo Ange marongi gashindikana familia jago Jile na uzuni Bizokolo bako Kalibalanga ulongi familia jago Jile na uzuni Bizokolo galeba butanzwala Ule makologa okolwala Kashindikana dunia Ule makologa okorumela Galemo gange magagala Dekelina malala nele sangala Amiso ganyo gale sumu Umanya nalo misomo wacha Kijiji chokola mateso Ina malele ya bayanja Ina malala nele hangelile na uwezo wakole mama zao Gabano Bimwe mulele mama ndegelolo mponga Lyo ililele mama zao Gabano Ile hamba Bano hangelia vuna Bano biashara yalyo ya bano angelia bayanja bano oshako samano mshijiji ono wingela moko biza mbegu jako hamba shamba lyalyo tuongoma anikewe